Unyama mwingi mama wa Simba wa fimbo yake. Kesho mkumbuke kwamba ni mechi yetu. Mechi yetu mnaikumbuka? Ni kesho, Coastal Union. Sasa kama kawaida, naomba mashabiki tukajae kama jinsi tulivyojaa na pale tulipokuwa tunacheza na TRA. Yaani tukijaa wale wachezaji tunawapa morali ili wanaweza kujituma zaidi. Wakigeuka huku wanatuona sisi mashabiki wao, wakigeuka huku wanaona tupo. Na waomba mashabiki wa Simba, yaani huu ndo wakati sasa wa kuonyesha unyama wetu. Ni wakati wetu sasa wa kuweza kuonyesha ulimwengu wote, kuwashangaza. Tuwashangaze kwamba Simba tumesimama. Sasa ndo tumetoka polini, tumetoka kwenda kuwinda. Yaani ni wakati huu ni wa kushangaza. Tujaze uwanja hivi, ujae. Mje muone sasa wachezaji jinsi wanavyoenda kuburunguka mle. Ndipo mtakapomuona mwalimu jinsi anavyoburunguka mle. Ndivyo mtakavyoenda kumuona mchezaji wetu anaitwa nani yule? Libasige. Ndipo mtakapo Libasige eti ndio huyo, hilo jina. Ndipo mtakapomuona, ndipo mtakapoenda kumuona Eli Mpanzu. Ndipo mtaenda kumuona vizuri wote, hata ambao hamjaja uwanjani, hamjawaona wachezaji wetu vizuri. Hebu njooni mkawaone vizuri, muone vizuri Kibabage, mzee wa kujitutumua, ili awaumize zaidi, ili awakele zaidi, wakeleke zaidi. Mzee wa kukela, njoo wakele, njoo muone jinsi anavyokela uwanjani. Tarehe 2 kesho. Sijui mnanielewa? Muwaone wachezaji wetu. Mimi mama yenu hata nikikosea majina kuyataja mtafafanua nyewe wenyewe. Sijui mnanielewa nyewe watoto. Mnielewe vizuri, mjue kwamba mama yenu siku zimeenda. Ndio maana sasa wengine nasema kalale, sio kalale. Wewe kamlaze bibi yako. Unanilaza mimi ndani. Wewe ndio uliyenifundisha mpira. Yaani mimi sijionee huruma, afu unanifundisha nikalale. Wewe unanifundisha kwamba eti niende kuuza sijui eti nikauze miogo. Wewe ndio unayenilisha, wewe ndio unayejua kula yangu. Nakupa pole ndugu yangu. Utaendelea kuniona hivi hivi na ninapambana na mavazi yangu. Leo sijawakela. Leo nimewapunguzia kelo. Ila sasa subiri siku zinazokuja, nataka niwakele ili muweze kushindwa hata kuwa mnakuja hata uwanjani. Maana nyie mnatokela, mnaokuja uwanjani timu sio yenu. Yaani amcheze nyie, mnakuja kimbelembele, wengine mpaka mnakodiwa. Kama siku mlivyokuwa mmekodiwa. Haya, mlipata nini mlipokodiwa? Haya, mtaendelea kukodiwa kwa sababu ni watu msiokuwa na hela. Hamna yenu hela. Mnaelewa sijui? Kama mnataka njoo sisi tuwakodi, tuwape hela, maana yenu hamna hela. Simba hawana hivi. Nyie Yanga mnaweza mkatufikia sisi kwenye hela? Kwanza piga mahesabu jinsi tunavyoingia uwanjani. Mpaka tuzo la kuingia uwanjani tumeishapata. Sasa hivi nawaomba vijana wangu, naomba mjitulize. Hata kama mmekelekwa aina gani, naomba mjitulize. Haya masuala ya fujo, sijui kutupa machupa sijui uwanjani, hebu acheni. Tuwe na ustaarabu wetu kama tulivyo sisi Simba ni wastaarabu. Nadhani mmenielewa mimi mama yenu. Msikelekwe tu. Nyeni acheni wafanye mambo yao, sisi tunawaonesha uwanjani. Msiwe na tukitoka draw pale, tuna mechi nyingine, nyie achana nao.
Si hatutaki kubebwa, si tunataka twende tucheze mpira. Na waomba samahani wachezaji wa mashabiki wetu, washabiki wenzangu, wanachama wenzangu, najua mnapenda sana mpira wenu, mnapenda nembo yenu, mnaipenda Simba yenu. Kwa hiyo ndio maana nakuta kwamba mnapata ile morali ya kufanya kitu kilicho tofauti. Lakini naomba Mungu aendelee kuweka utulivu tunapokuwa tuko katika hali iliyo ngumu, tunapokuwa tumekwazika. Mungu atuwekee kitu hofu, tuwe na hofu, tusiweze kufanya kitu chochote cha kuweza kutuharibia timu yetu, kutuharibia Simba yetu, kutuharibia nembo yetu ya Simba ya ubaya ubwela.